Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa mada yetu na tunaweza toka mstari wa 10 na Biblia inasema, Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wangu, unitengemeze kwa roho ya wepesi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni neno la kuongoza katika toba, ya kwamba kama wanadamu tunaweza kuwa tumepitia mengi katika wiki na tukaasi kwa njia moja, nasi tunamwambia Mungu angalia roho zetu, atuoshe kwa udhalimu wote ambao tunaweza kuwa tumetenda. Nasi twende pamoja katika haya maombi soma. Ndugu zangu mpendwa sana, maandiko yanafundisha mahali kadha wa kadha kusikiri na kutizama dhambi zetu na uovu wetu wa kila namna, tusizifiche wala kusifunika mbele ya uso wa Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, bali tusiungame kwa mioyo ya unyenyekevu na upole iliyotubu na kutii, ili kwa wema wake na rehema zake tupate kusamehewa. Nasi ingawa imetupasa kutazama dhambi zetu kwa unyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu kila wakati, zaidi yatupasa kufanya hivyo wakati tunapokutana pamoja na kumshukuru kwa rehema nyingi tulizopokea mikononi mwake, na kumsifu kama itupasavyo, na kulisikia neno lake takatifu, na kumwomba vitu tulivyo na haja navyo kwa miili yetu na roho zetu. Basi kwa ajili ya haya na waomba ninyi na kuwasihi yote mlioko hapa, mfuatane nami kwa moyo safi na sauti za unyenyekevu, tusongelee kitu cha neema cha mbinguni. Nafasi hii ningependa tena mbele za Mwenyezi Mungu tutubu makosa yetu, dhambi zote ambazo tumetenda kujua na kutojua, kosa na tunapoenda mbele tuwe katika moja nami na acha tuombe. Amen. Mwenyezi Mungu Baba wetu Yesu Kristo ataka mwenye dhambi yake ataka awache uovu wake awe hai, naye amewapa amri watumishi wake, amewapa Mwenyezi Mungu Baba wetu Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo ataka mwenye dhambi yake ataka awache uovu wake awe hai, naye amewapa amri watumishi wake, amewaagiza na kuwaeleza na kuambia watu wake wote waliotubu maondoleo ya dhambi zao kwa ajili ya imani katika Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye huwasamehe na kuwaondolea dhambi wote waliotubu kweli na kuamini Injili yake takatifu pasipo unafiki. Basi na tuombe atupe ya kweli na Roho wake Mtakatifu, hata mambo tunayofanya sasa yapendeze na maisha yetu tangu sasa yawe safi na matakatifu hata mwisho ya furaha yake milele.
Bwana ufungue midomo yetu. Ewe Mungu tuokoe upesi. Maskani ya Mungu ni pamoja na wanawake. Utukufu uwe kwa Baba na Mwana na kwa Roho Mtakatifu. Mbinguni Bwana, jina lako lisifiwe. Naomba tupate kuketi. Tusomewe somo ya kwanza. Kuna somo kwa Yohana Mtakatifu sura ya 18. Tunasomewa na watu wawili sababu mrefu. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza hadi 20. Na tutakawia tu kwa kipekee hivyo kuzisimama. Alipokwisha kusema hayo, Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ng'ambo ya kijito Kidroni palipokuwepo bustani. Akaingia yeye na wanafunzi wake, naye Yuda aliyetaka kumsaliti alipajua mahali pale, kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara nyingi pamoja na wanafunzi wake. Basi Yuda akisha kupokea kikosi cha askari na watumishi walitoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, akaenda huko na taa na mienge na silaha. Basi Yesu hadi akajua yote yatakayompata, akatokea akawaambia, ni nani mnayetafuta? Wao wakamjibu, ni Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia ni mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, mnamtafuta nani? Wakasema, Yesu Mnazareti. Yesu akajibu, nimekwisha kuwaambieni ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, wacheni hao waende zao, ili litimizwe lile neno alilosema, wale walionipa sikuwapoteza hata mmoja wao. Basi Simoni Petro alikuwa na upanga, akauvuta akaupiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kuume. Na yule mtumwa jina lake ni Marko. Basi Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga alani mwake. Je, kikombe alichonipa Baba mimi nisikinywe? Basi wale askari na yule jemadari na wale watumishi wa Wayahudi walimkamata Yesu, wakamfunga wakamchukua kwa anasi waza, maana alikuwa mkwewe Kayafa, yule aliyekuwa kuhani mkuu wa Wayahudi. Naye Kayafa ndiye yule aliyewapa
ninyi niliyowaambia, wao wanajua niliyoyanena. Basi aliposema hayo, mtumishi mmojawapo aliyesimama karibu alimpigia Yesu kofi akasema, wamjibu hivi kwani mkuu? Yesu akamjibu, kama nimesema vibaya, usinihukumu kule vibaya, bali kama nimesema vyema, wananipigia nini? Basi anasema apelekwa hadi amefungwa kwa Kayafa kuhani mkuu. Na Simoni Petro alikuwa akisimama huko, akatoka moto. Basi akawaambia, wewe nawe je, huu mwanafunzi wake mmoja? Naye akakana akasema, si mimi. Mtumwa mmoja wa kuhani mkuu, naye ni jamaa yake yule aliyekatwa sikio na Petro, akasema, je, mimi sikuwaona wewe bustanini pamoja naye? Basi Petro akakana tena, mara akiwa chini. Kisha wakamchukua Yesu wakamweka afya mpaka Patilioni, naye ikiwa akafuatili. Lakini wao wenyewe hawakuingia ndani ya ile Patilioni. Walisema wasije wakajisikia, bali wapate kulia Pasaka. Basi Petro akawatokea nje akasema, ni mashtaka gani mnayoleta juu ya mtu huyu? Wakajibu wakamwambia, kama huyu asingekuwa mtenda mabaya, tungemleta kwako. Basi Petro akawaambia, haya, mtoeni. Basi Pilato akawaambia, haya, mtoeni mkamhukumu kwa ile torati yenu. Wayahudi wakamwambia, sisi hatuna ruhusa ya kuua mtu. Hili litimie lile neno lake Yesu alilosema, akiyasema, ni mauti gani atakayokufa? Basi Pilato akaingia tena ndani ya Kuratio akawaambia, Yesu akawaambia, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akamjibu, wewe wasema hivi kwa nafsi yako, au watu wengine walikuambia habari zangu? Pilato akajibu, hamna, mimi ni Myahudi. Taifa lako na wakuu wa kuhani ndio waliokuleta kwangu. Umefanya nini? Yesu akamjibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watu
wakapiga micheleni. Nao askari wakasokota taji ya miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi la Samaria. Wakawa wakimwendea wakisema, Salama, mfalme wa Wayahudi, wakampiga makofi. Kisha Pilato akatokea tena nje, akamwambia, mtu huyu mleta nje kwenu mpaka kufahamu ya kuwa mimi sioni hatia yoyote kwake. Ndipo Yesu alipotoka nje, naye amevaa ile taji ya miiba na lile vazi la zambarau. Pilato akamwambia, tazama mtu huyu. Basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomwona, walipiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. Pilato akawaambia, mtoeni ninyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake. Wayahudi wakamjibu, sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo amestahili kufa, kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Basi Pilato aliposikia neno hilo, akazidi kuogopa. Akaingia tena ndani ya ile Pretorio, akamwambia Yesu, wewe umetoka wapi? Lakini Yesu hakumpa jibu lolote. Basi Pilato akamwambia, useme nami juu ya kuwa mimi na mamlaka ya kufungua, nami na mamlaka ya kusulubisha? Yesu akamjibu, wewe ulikuwa na mamlaka yoyote duniani kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo yeye aliyeitia mikononi mwako yuna dhambi iliyokuwa zaidi. Na tangu hapo Pilato akatafuta kumfungua, lakini Wayahudi wakapiga makelele wakisema, ukimfungua huyu, wewe si rafiki yake kanisani. Kila mtu ajifanyaye kuwa mfalme humfitini Kaisari. Basi Pilato aliposikia maneno hayo, akamleta Yesu nje, akaketi juu ya kiti cha hukumu, mahali paitwapo Sakafu ya Mawe, au kwa Kiebrania Gabaa. Naye alikuwa maandalio ya Pasaka yapata saa 6. Akawaambia Wayahudi, tazama mfalme wenu. Basi wale wakapiga kelele, mwondoshe, mwondoshe, msulubishe. Pilato akawaambia, je, msulubishe mfalme wenu? Wakuu wa makuhani wakamjibu, sisi hatuna mfalme ila Kaisari. Basi ndipo wakatia mikononi mwao ili asulubiwe. Nao wakampokea Yesu. Akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo Fugu la Kichwa, au kwa Kiebrania Golgotha. Wakamsulubisha huko, na wengine wawili pamoja naye, mmoja huku na mmoja huku, na Yesu katikati. Naye Pilato akaandika maneno, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa, Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi amani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, naye uliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyunani. Neno la Bwana. Watu wake. Bwana asifiwe. Tutaendelea pale anaachia kii Yohana 22. Basi wakuu wa makuhani wa Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule alisema, mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika. Nao askari walipomsulubisha Yesu, waliyatoa mavazi yake, wakafanya mafungu manne kwa kila askari lake, na kanzu nayo. Basi kanzu ile ya shoto ilikuwa imefungwa yote katika tangu juu. Basi wakaangalia, tusipasue, lakini tufikie kula.
iwe nani, ili mtumie kwa vile nao walioona wazozana na wazalao waliingia kula. Basi ndivyo walifanya wale kazi. Na penye msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mamaye na Mungu na mamaye Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalena. Basi Yesu alipoona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, "Mama, tazama mwanao." Kisha akamwambia yule mwanafunzi, "Tazama mama yako." Tangu saa ile mwanafunzi yule akarudiwa nyumbani kwake. Baada ya hayo Yesu akijua yote yalikwisha kumalizika ili andiko litimizwe, akasema, "Naona kiu." Kulikuwako huko chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo, wakampelekea kilimani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, "Imekwisha." Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Basi Wayahudi, kwa sababu imani hiyo ni ili isikae juu ya msalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa, walimuona tayari miguu yao juu, wakaondolewa. Basi askari wakaenda wakamvunja miguu wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Lakini walipomjia Yesu na kuona kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mmoja wao alimchoma gongo kwa mkuki, na maji yakatoka damu na maji. Naye alipoona ameshuhudia na ushuhuda wake ni kweli, naye anajua ya kuwa anasema kweli, ili ninyi nanyi mpate kusadiki. Kwa maana hayo yanatukia ili andiko litimie, hapana mfupa wake utakaovunjwa. Na tena andiko lingine la neno, watamtazama yeye waliomchoma. Mstari wa 38. Hata baada ya hayo Yusufu wa Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri, kwa hofu ya Wayahudi, alimuomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wake Yesu. Na Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda akauondoa mwili wake, akaenda Nikodemo naye ila aliyemwendea usiku hapo kwanza, akaleta mchanganyiko ya manemane na uji yapata akili 100. Basi wakamtoa mwili wake Yesu, wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Na pale waliposulubiwa palikuwa na bustani, na ndani ya bustani kuna kaburi jipya ambalo hajatiwa bado mwili wote ndani. Humo basi, kwa sababu ya maandalio ya Wayahudi, wakamweka Yesu, maana ile kaburi ilikuwa karibu. Hilo ni neno la Mungu kwa wanawake. Amen. Tuwapigie makofi. Kwa somo ambalo tumesoma, mada ya siku ya leo ni kwamba Jesus was humiliated because of our sins. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kusikia friend watoto. Bwana Yesu asifiwe watoto wa DCM. Tunajua tunasherehekea nini?
Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wake. Jumapili iliyopita nilikuwa na hitaji maombi yenu kwa ajili ya safari nilikuwa nayo ya kupeleka wanafunzi upande wa Western kule Kitale. Nilitoka hapa saa 4 usiku, the next morning tukaelekea huko na tukarudi jana jioni na tukatoka Maseno Atarasi tukafika wanafunzi nikafika leo asubuhi. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Bwana Yesu asifiwe. Praise God Church. Naitwa Karina kutoka Kristo ni Bwana. Nashukuru Mungu, jana tuliweza kuona na my sisters. Leo kuona mama yetu tukisafiri vyema na tukarudi vyema na tukapata uzima. Nashukuru Mungu. Praise God. My name is Angelica Mesore. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo. Na niko na hitaji. Baba yangu asikii vizuri na mwingine kwa maombi. Bwana asifiwe kabisa. Naitwa Zanau. Pia leo ninakoa. Jana nimepata kusikitisha na kijana Kamile kuona yule kasiri yake anasema amelala pale Kenyatta, na wakati nilikuwa pale sababu nilipata ICU niliweza kuona wakati kwa sababu mawaziri zingine huwa tunafikiri kama tunaona kama ni kawaida, na nikawa nawaza ikiwa mimi niko nje nini nitafanya. Nikaona mtu anaweka vitu kwesi wana wengi wake mnakutana mingi oksijeni na nini na vyakula hawezi chochote na anahewa kama anataka kwenda patakuwa kitu kujifunza na kuanza kuanza kwa sisi ambao tuko salama tunatembea hata kama hatuna dawa nyingine na kushukuru Mungu, tushukuru kwa ajili ya afya nzuri. Na pia wakati tulikuwa tunaongea na Rita alikuwa ananiambia pia huyu kasiri yake ameimprove kutoka wakati ule aliingia hapo hapo anafariki mwaka kwa sababu ni miezi miwili na nusu inabaki inakuwa mwaka hapo wasikii, lakini bado ni wao na tulimwombea na pia na wao wanafariki na mwombea wale wengine pamoja kuona asante. Bwana asifiwe kabisa. Bwana asifiwe. Niko na kaka kipekee na pia niko na dada na wazazi wale watoto ambao wanasubiri kuja kutoka shule, sababu kama wao kwa safari ya kuja ndio wanaanza kutoka asubuhi kuanza safari njema kufika apige salama, na wale wengine na watoto ambao wanakuja waweke kwa maombi wakuje wakiwa salama. Pia kuna dada wasafiri leo kusaidiana huko kuweka kwa maombi katika safari yake. Bwana Yesu asifiwe. Shukrani na jambo Mungu ametendea. Tunapiga shukrani pamoja na tunahitaji mbele yako anaitwa kwa Mungu kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe.
Keep on going.
this we pray and give thanks. Amen. Amen. Najua Mungu anasikia maombi yetu na kuketi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa niaba ya sekretari wetu Madam Catherine na ningependa kuwakumbusha ya kwamba Sunday tutakuwa na ibada kama kawaida, lakini hii ibada itakuwa moja. Kwa hivyo tutakuwa na one service baada ya Easter. Kwa hivyo tuje kujitayarisha kuelekea kwa sababu ya kufufuka kwa Kristo, na pia tuendelee katika, tunajua kwamba tuko na mpango inaendelea katika church yetu ya activities tuko nazo saa class. So tuko na around 2-3 months tunaendelea na mipango ya fundraiser. Sinajua hiyo story. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuendelee kujitayarisha kwa sababu ya kutolea Mungu, so that we can do the activities of the church. Najua utaendelea kuomba Mungu ya kwamba kama wewe ni kiongozi afungue mlango so that you get the 20,000 for the work of Christ, na wale ambao hata members 10,000 so that tuweze kufanyia Mungu kazi, na watoto pia watoto yao na Mungu pia tutaendelea kuelekeza na kuwaambia hivi so that we can continue praying so that God can open. Na tunapokuwa milango yetu sisi wenyewe ndio ile milango tupate pesa, kwa sababu kazi ya Bwana lazima ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu wakati wa kutoa sadaka zetu na tutoe kwa tutaimba chorus viongozi wa Nakubaliana na neno lako Bwana, na nitasimama Wow.
Praise God. Again, Heavenly Father, we come before the gates of your glory. Thank you, Lord, for the opening of the given blessings of your glory. We are welcome to you, Father, with our thanksgiving for the things of our great and blessed Father. So that we will glory the Lord that we receive our praise. We receive them, Father, with our thanksgiving to your glory. Bless us, Father, and to our greatness and to your glory. Let us be Father, and for the people in the dead. In Jesus' name we pray. Tumesimama hivyo tungependa tukaribishe mtumishi wa Mungu right from Monday
up to today, the day that is climax of the Holy Week, where Jesus died for the sake of our sins, so that it can be the last sacrifice here on earth, the sacrifice that will truly take away our sins and make us clean once and for all. Help us, Lord, and always wash us in the fountain of His blood, so that, Lord, we can come out clean, and, Lord, be able to walk with you, being clean and being ready to be sent to you. Look upon each and every one of us this morning, and, Lord, prepare our hearts as you use me, so that you can speak to us and bless us. In Jesus' name I pray. Amen. Let's get seated. This morning, brothers and sisters in Jesus Christ, I thank God for each and every one of you, that the Lord has prepared you so that we can meet and share His word. My name is Reverend Charles Akinokibai, the Superintendent Minister, MCK Kawangware Circuit. I thank God for the time He has given me this morning to share His word. I welcome you, and please be ready to walk with me as we move from one step to another towards the fulfillment of this day, the Good Friday, where Jesus offered the final sacrifice and He became the chief priest who looks after us now, who shepherds us right now. I know the ones that we are reading 2 chapters of John, they are long, but I've tried to prepare a sermon out of those 2 chapters, and I took care so that the sermon will not be too long. Allow me to speak in English, because by speaking 2 languages it takes us long. The theme of our sermon today is Christ humiliated and suffered for us. Today is our 5th day in our Holy Week. This is the day when Jesus was arrested, as we read in the book of St. John, chapters 18 and 19, where He was crucified, and in chapter 18, verse 1 to 14, tells us about His arrest. So the other Gospels that tells us of the arrest of Jesus are Matthew chapter 26, verses 43 through 56, St. Mark chapter 14, verse 43 through 52, and Luke chapter 22, verse 47 through 53. This is how Jesus was arrested. John tells us that when Jesus had spoken those words, they left the upper room, and together with His disciples, they went to the Brook of Kidron, where there was a garden, and it is in that garden that He was arrested. We see that the Roman soldiers and some Jewish officials
and the crowd that were with them, they were led by Judas Iscariot, one of his disciples, who betrayed him. Immediately, Judas Iscariot came, and all the crowd came. Then we see Jesus appear before the crowd, for he knew that all what was going to happen to him made him go out to them and ask them, who is it you want? That one is from John chapter 18 verse 4. When they answered, Jesus of Nazareth, Jesus said, I am he. These words were so powerful that they made the team that came to arrest him drew back and fell on the ground, as we read in chapter 18 verse 5 and 6. The crowd knew very well that Jesus was not an ordinary man, yet they came to arrest him. And when Jesus said, I am he, the crowd was filled with fear. In John chapter 18 verse 9 and 8, John said, Jesus tells them who came to arrest him to set his disciples free. The crowd obeyed. This is to fulfill Jesus' words that in John chapter 6 verse 39 and John 7 verse 12. After Judas betrayed Jesus with our keys, then the crowd arrested Jesus. Peter, in defense of his master, he drew out the sword and cut off the right hand of Malchus, a servant of the high priest, as it is in John chapter 18 verse 10. Quickly Jesus calmed the crowd by fixing back the ear and healed it. Peter did exactly what he did because he could not stand to see Christ humiliated and suffer for us. But here, Jesus reminded Peter and other disciples of his Father's will when he told Peter, put your sword into its sheath. Shall I not drink the cup that the Father has given to me? From there, Jesus accepted to be arrested and taken for trial. Now, we see from him being taken by the crowd to Annas' place, Caiaphas, and then the Sanhedrin. And also we see Peter together with them following Jesus, though he was not together with the crowd. That one is in John chapter 18, verse 15 to 27. Other Gospels that tell us of the same narrative is Matthew chapter 26, verse 69 to 75, St. Mark chapter 14, verse 66 to 72, and Luke chapter 22, verse 54 through 62. Jesus was taken before Annas,
Caiaphas, and the Sanhedrin for trial. While Jesus was being tried by the Jewish authorities, Peter was being tried by the crowd. On 3 occasions, Peter was identified as one of the followers of Jesus. John chapter 18, verse 17, verse 25a, and verse 26a. And in each of the 3 occasions, Peter strongly denied Jesus. This Jesus and predicted in John chapter 13, verse 8, that it should happen. When the cock crowed the second time, the Lord turned and looked straight at Peter where he was sitting. Luke chapter 22, verse 61. And when the crow crowed the third time, and Peter heard the crow, he was so much ashamed, and he went outside and he wept bitterly. Luke chapter 22, verse 62. It was said by ancient writer that for the rest of his life, whenever Peter heard a rooster crow, he wept, because he remembered the night he denied his Lord. After that night, Peter never denied his Lord again. Now, before the Jewish authorities, Jesus was tried on his disciples and his teachings. John chapter 18, verse 19. But Jesus responded only on the issue of his teachings. He told them that all his teachings were done in the public, and all who heard him, all are his witnesses. So Jesus went on and told them, I said nothing in secret. Why question me? Ask those who heard me. John chapter 18, verses 20 and 21. Jesus once angered one of the officials in the court and struck Jesus. Here we see Christ humiliated and suffered for us. The Sanhedrin, after they hung him, they condemned Jesus to death for blasphemy. And they took him to Pilate in his palace. John chapter 18, verse 28 through 4. They did this during the Passover time, so they did not enter Pilate's place because he was a Gentile. In case they entered, they would have been unclean, and it would have been taken them 7 days to purify themselves, and they would have not eaten the Passover. Brethren, see the folly of these Jews. They avoided ceremonial uncleanness, but they did a more sinful action, that of killing an innocent man. Looking at ourselves today in the mirror of the Word of God, can we claim to be better than the Jews? How are our daily actions? Can we be able to identify which a man or
that we crucify Jesus Christ? Do they make Christ humiliated who suffered for us? All those questions, they are to be answered by you because it is you who knows your heart. But my dear listener, my plea, this Good Friday is, let us all take seriously the admonition of Jesus Christ, that unless your goodness surpasses that of the Jews, you will not enter into the kingdom of God. When Jews did not enter Pilate's palace, Pilate went out to meet them and make them happy, for he wanted to keep the peace in his province. Before Pilate, Jews accused Jesus of blasphemy, but this accusation did not mean anything to Pilate, for it was a law of Jewish religious affair. Romans did not involve themselves in the religious matters of their provinces, but they only cared about political and military affairs and keeping of peace. See and compare that one with Acts of Apostles 18, verses 12 through 16. For the chief desire of Jews was to make Pilate pass their sentence to Jesus. So they made this request. You don't need to ask what the charges are. You can be sure Jesus is guilty. We would not have brought him to you otherwise. Just accept our judgment. But Pilate knew very well the charges against Jesus involved religious matters. So because of this, he refused to pass judgment on the case. Jews from there, they wanted Jesus to be executed, and it was to be done following Roman law. For it was only the Roman officials who had the authority to execute criminals. The intention of the Jews was for Jesus to be killed by being crucified and not by stoning. In the Old Testament it is written, anyone who is hanged on a tree is under God's curse. Deuteronomy chapter 21, verse 23. Because they had this verse in their hearts and minds, they wanted Jesus killed by hanging on a cross. This was to utterly disgrace him in the eyes of all the Jewish community. Is this behavior of mind of Jews towards Jesus being practiced in the church by Christians today? Some of the Christians frankly practice it, and they are not better than the Jews, and others don't. Then, what lesson as Christians are we learning from such a behavior? We learn this lesson that unless your goodness surpasses that of Jews, you will not enter the kingdom of God. Yes, Jews are the reason of killing Jesus. But on the other hand, John tells us yet another reason. That is God's reason. Why Jesus
by being crucified. This was to fulfill the prophecy which was prophesied, and that he will die that kind of death. Compare that one with Matthew chapter 20, verse 19, and John 12, verse 32. After this, Jews had fought to convince Paul, Pilate, they continued to follow him and told him that they had another special charge which they had prepared against Jesus. This charge now is that Jesus had claimed himself to be King of Jews, and they thought Pilate would have looked into such a charge because this is a crime against Roman Empire. For if any person claimed himself to be a king in the Roman Empire, he was executed and killed. There was but only one king, the Roman Empire. When Pilate had this charge, he took Jesus aside and asked him, is this charge true? Are you the king of the Jews? Jesus didn't answer Pilate. Therefore Pilate asked Jesus the second time, are you the king of the Jews? He went on and asked, what is it you have done? Jesus answered, my kingdom is not of this world. In his answer, Jesus admitted that he was a king, but not an ordinary king that Pilate could think of. Then Pilate said, you are a king. Then Jesus answered, you are right to say, I am a king. In all truth, Jesus was a king of a greater kingdom than the Roman Empire. Here, brethren, is the truth that God sent Jesus into the world to testify about this heavenly kingdom. The kingdom of God is the only true kingdom that will last forever and ever. The truth is that Jesus came to testify about that kingdom. Those who are of the truth, all who are on the side of truth, they always listen to Jesus and believe in him. John, first book of John, chapter 4, verse 6. What is the truth? Pilate asked. While Jesus was meditating, another question came. Who can say what truth is? Who can say what is truth is? First, it is only Jesus who can say what truth is, for he himself is the truth. John chapter 14, verse 6. He was full of grace and truth. John 17, verse 17. Secondly, it is only those who believe in Jesus know the truth. For his word says in John 32, then you know the truth, and the truth will set you free. After Jews had made their choice, Pilate took Jesus
and flogged him and handed him over to the soldiers, who mocked him, who slapped him, and who made a crown of thorns and placed it on his head. And they prepared to lead him to be crucified at Calvary. My dear listener, take a minute or two, visualize all what Jesus went through and see one horror after another. Deeply meditate. What is your verdict as you have visualized those horrors that made Christ humiliated and suffered for us? Now, all this took place on Friday, the day of the preparation of the Passover week. John tells us that it was about the 6th hour, which by Jewish computing, it was 12 noon that Jesus was crucified. But Mark tells that Jesus was crucified at 9 a.m. Quite a number of Bible scholars tell us that John had computed time using Roman method. And in this case, the 6th hour in the Roman method would be 6 a.m. See Mark chapter 15, verse 25. And now, brethren, finally, Jesus is being taken for crucifixion. John chapter 19, verse 17 through 27. When Jesus was being crucified, 4 women stood by and gazed. One was Jesus' mother Mary. Imagine the sorrow that was in Mary's heart, seeing his son being crucified. This is the time the prophecy of Simeon was being fulfilled, and a sword will pierce your own soul. Luke chapter 2, verse 35. The second woman was the sister of Jesus' mother, Salome. Some scholars believe that the name of this sister is Salome, as it is in Mark chapter 15, verse 40, who was the mother of James and John, the sons of Zebedee. Matthew 27, verse 56. The dying woman at the cross was another maid. The second woman at the cross of Jesus, where he stood, was Mary Magdalene, called Mary of Magdala. We see her there also in the company. And the dying woman is another maid, wife of Cleopas. So we can see those women standing there with Jesus, crying with him, and being very sorrowful. As Jesus was dying, he thought of his mother, who was standing near the disciple who he loved. Jesus told her, "Dear woman, here is your son." And to John he said, "Here is your mother." Thus, from that time, Mary was placed in the care of John.
When all is done, now comes the death of Jesus as we find it in John chapter 19, verse 28 through 37. In verse 37, at the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why hast thou forsaken me? Mistakenly, they thought he was calling Elijah. After Jesus said that, he said again, I fast. While in a sponge was put in a hyssop and was put in his mouth. Then Jesus said, it is finished. And made his last prayer as he said, Father, into your hands I commit my spirit. The curtain in the temple was torn into two parts, from top to bottom. This means no longer will the priest enter the Holy of Holies again to offer sacrifices for the sins of the people. For Jesus now has become the final sacrifice for sins of the people of all nations. All can now be forgiven sins if only one repents. When one repents and is forgiven, then one is declared righteous, and now one can go direct into the presence of God. This is well stated in Hebrews chapter 4, verse 16. And 1 Peter chapter 3, verse 18. When the curtain that was parted into two, then it means it will no longer keep us from drawing near to God, because it was torn from top to bottom, and now there is a clear way to God, to you this morning. This Good Friday has a good message and good news to you who are listening to me wherever you are, and to my dear Christians here. We have now a way through to God because of Jesus dying on the cross as the last sacrifice. No one can hold us any longer from seeing God. No priest to go on our behalf. Now we have a priest who allows us to go as ourselves. And now I bring you a full assurance from today, this Friday, as we remember the death and the resurrection of Jesus Christ, that you and me, in faith, God has prepared us to go straight to Him. As the writer of Hebrews chapter 10 verse 19 says, therefore, brethren, since we are confident to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and the living way He opened for us through the curtain, that is, through His flesh. And since we are a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart, full of assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with the pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and to
but encourage one another, and all more as we see the day drawing near. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Lord, we appreciate what you did for us on the cross. We commit our souls in your hands this afternoon. If there is any one of us who has no faith, I pray, Lord, put faith in him or her. And if there is any one of us who has little faith, I pray, increase that faith. Because it is in faith that will now make us pick the assurance you have given to us and live it. Because you have offered it through your blood. We pray for all who seek you to be forgiven of their sins, to be empowered to live a righteous life. Now, Lord, this afternoon, we wholly commit our souls to you. Prepare them to be yours now and forevermore. This I pray in Jesus' name. Amen. May God bless you. May God give you His grace to be truly His children. I take this now back to our leader and the service for us. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. That was a powerful message for us this morning. Tumefundishwa vizuri yale yote ambayo yalitokea kupitia vile Yesu alikuwa akitutenda naye mpaka hapa kwa ajili ya dhambi zetu, na ndiposa tukapokea